Makamanda, karibuni sana kwenye kikao chetu kidogo cha siku ya leo ambacho nimekiitisha kwa dhumuni kubwa moja, kuongea na viongozi wangu, lakini vile vile tumewakaribisha na waandishi wa habari kwa sababu sio maongezi ya siri, na nimefanya hivi nikijua mimi ni mwenyekiti wa kanda ya Pwani mwenye dhamana na viongozi wote waliopo hapa, lakini vile vile nimefanya hivi nikijua ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema ambaye ngazi ya juu kabisa ya chama, ambao kazi yao ni moja tu, pale chama kinaposhambuliwa basi sisi viongozi ni wajibu wetu kujitokeza na kukihami chama. Kwenye utambulisho tu, mimi majina yangu sana nafahamu pamoja na vyeo nilivyotambulisha. Naitwa Boniface Jacobo, lakini hapa tunao viongozi mbalimbali wa kanda ya Pwani. Tunao viongozi wa mkoa wa Pwani, lakini vile vile tunao viongozi wa mkoa, kwa maana Dar es Salaam tuna mikoa ya chama mitano: Temeke, Kinondoni, Ilala, Ubungo, Kigamboni na Kinondoni, kwa maana jumla tuna mikoa 6 ya kichama. Kwenye baraza la uongozi wa chama wote, kwa maana viongozi wote ambao kwenye maeneo haya tunakuwa zaidi ya viongozi 90+, ambapo tumeenea sasa, kwa maana viongozi wa mikoa, wilaya, kwa maana baadhi ya majimbo na viongozi wa kanda. Sasa baada ya utambulisho huo mdogo, ili mjue tuliowaita ni wakina nani, maana yake tumeita viongozi wa mikoa mbele yenu, lakini vile vile tumeita na viongozi wa wilaya ili mjue tunazungumza na watu gani. Lakini hatukuita viongozi wa chini, tunaamini sio kwa sawa, kwa maana sio wahusika sana kwa hiki, lakini tunaamini kupitia vyombo vya habari nao watajua msimamo wa sisi viongozi wao kama baraza la uongozi la kanda ya Pwani kwa pamoja tuliopo hapa. Sasa ajenda yetu kubwa ni moja tu, juu ya hali ya siasa inayoendelea kwenye kanda yetu na kwenye nchi yetu. Na kwa kweli waandishi mmekuwa mkitafuta sana, moja kwa mahojiano, lakini vile vile wengine wanataka kupata komenti yangu kwa namna moja au nyingine. Ukiondoa tu juzi baada ya tukio la mahakamani kwenye jambo lilotokea Kisutu, mimi mara mwisho kuonekana kwenye vyombo vya habari ni mwaka huu mwezi Januari. Nilijiwekea utaratibu huo, na alikadhalika vile vile nilijiondoa kuonekana kwenye mitandao ya kijamii tangu mwezi wa kwanza, kwa dhumuni kubwa lilikuwa ni moja tu, baada ya uchaguzi na kupita kwenye kipindi kigumu kama sisi kama wanachama na mambo yaliyoendelea, kujipa muda wa kwanza wenzetu walioingia ofisini wapate uhuru wa kufanya kazi zao, lakini na sisi ambao tulikuwa na watu wanatusikiliza tuepuke kuingia kwenye marumbano kana kwamba kampeni zinaendelea. Kwa hiyo njia pekee iliyofanyika, nimeona mwenyekiti wangu naye alikuwa kimya, alikadhalika na mimi nilikuwa kimya, ingawa tukubaliana. Mimi niliamini hivyo tu kwangu binafsi, kwamba ukimya utasaidia kutuliza ile hali ya mashambulizi ya kampeni na kufanya uchaguzi uonekane umeisha. Ndio ilikuwa sababu ya kupotea mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, ili wenzetu nasa waliochaguliwa waingie ofisini kwa utulivu, badala ya joto ambalo tulikuwa nalo Desemba na Januari. Kwa hiyo baada ya kimya kirefu, miezi karibuni hapa tumeona kilichokuwa kinajitokeza, kilitulazimu sasa wengine turudi kazini. Kilitulazimu wengine turudi kazini katika moja, kuonesha tuko upande wa chama. Kuna hali ambayo ilikuwa inaendelea, ukimya ule ungeweza kutafsirika kwamba tumenuna au tumesusia kazi za chama au tumejiondoa Chadema. Kwa hiyo ilazimika turudi. Kwa leo nao furaha kwa majukumu ya kichama kabisa kurudi kwenye vyombo vya habari, lakini nikianza na jambo kubwa kabisa ili ambalo linaendelea sasa hivi, ambalo ninaamini litasaidia kila Mtanzania na kila mwananchi kujua kinachoendelea na
hata mtu anapofanya maamuzi afanye maamuzi kwa akili yake mwenyewe bila kusema nadhania. Sasa huwezi kudhania na sisi tupo. Lakini nianze na historia. Wote nchi nzima inafahamu kwamba tulikuwa na uchaguzi, na uchaguzi ule ulikuwa ni uchaguzi wa kihistoria ambao nchi nzima ilisimama ikiwa inaangalia uchaguzi wa Chadema. Hata CCM walikuwa na mambo yao kule Dodoma, kipindi kile hamna mtu alikuwa anaangalia CCM Dodoma anafanya nini. Macho ya wananchi dunia nzima yalikuwa Chadema. Na chaguzi zile kwa njia moja, kama vile kupo kwenye mechi au kwenye jambo lingine lolote la vita, amnaga vita isiyokuwa na majeruhi. Kwa hiyo kwenye chaguzi ile kwa namna moja au nyingine iliisha, lakini kwa sababu ya vishindo kuna wengine walijeruhiwa na kuna wengine waliumizwa. Na sisemi pande moja, hatuwezi kusema sisi watu wa upande wa Mbowe tulitukanwa sana, na sisi tulikuwa na watu wetu nao walitukana sana. Sasa katika uchaguzi ule mimi nilipata bahati. Nasema ni bahati kwa sababu moja, kuaminiwa, nilikuwa mwenyekiti wa kampeni za Mheshimiwa Mbowe. Kwa hiyo angalau kila utaratibu wa kampeni ya Mheshimiwa Mbowe inaendelea nilikuwa najua. Lakini jambo kubwa ambalo kwa ujasiri, pamoja mpaka nakuja hapa hata sijaongea na Mheshimiwa Mbowe, lakini kwa kukaa na mtu ukiwa mfuasi wa Yesu unajua Yesu ataka nini, ndio? Kama Mbowe angetutaka uchaguzi ule tuhakikishe chama kinakufa, kipindi cha uchaguzi angenipa mimi maagizo yao kingekufa kipindi kile kile. Lakini kwa kipindi kile, kwa maelekezo yake, kwa namna ambavyo alikuwa anatusimamia tufanye kampeni kistaarabu, kauli zake zote alikuwa anasema kwanza tukilinde chama. Wapo wengine hapa nilikuwa nao kwenye timu ile ndogo kabisa ya kampeni ya Mheshimiwa Mbowe kama kina Lumola watakumbuka. Kila jambo mnalolifanya lazima aliverify, anauliza ili halina athari kwa chama. Tafsiri yake ni mtu ambaye pamoja na mambo yote alikuwa ametanguliza maslahi ya chama mbele. Sasa na mimi ukiniuliza kati ya leo na kipindi cha Januari na Desemba, muda mzuri wa kuvunja Chadema na kuiua Chadema muda gani? Mimi nitasema kipindi cha uchaguzi. Lakini kama yeye alituzuia kipindi cha uchaguzi na akahakikisha na kututengeneza tuanze kukipenda chama kabla ya kupenda kitu kingine chochote, madaraka na vitu vingine vyote alituambia vitapita, lakini hiki chama sio cha kwetu, ni cha wananchi. Kwa hiyo tuwe na wivu wa kulinda chama cha watu hata kama kuna mambo tunakwazika nayo. Tatoa tu mifano michache. Kuna baadhi ya wenzetu walikuwa wanafanya interview za mashambulizi. Wachache wanajua. Tukaangalia kwenye TV, tukaona, sio kwenye TV, na rafiki yetu mmoja tulikuwa naye kwenye kampeni. Tulifungua Twitter, watu wakatutumia, "Oya, ingieni Twitter." Tukaingia. Tukakuta katia makombola kweli kweli zidi ya Lissu. Sasa sisi vijana tulikuwa tushatoka, ilikuwa sio muda wa kampeni, tuko mtaani. Simu ya kwanza tupigia ni mwenyekiti Mbowe. Alifoka sana. Kwanza akamtaka huyo mtu afute, pili aombe radhi kile alichokiandika. Na yule mtu tulikuwa tuko naye, tukampigia sisi, "Bwana, kimenuka huku." Mzee anasema, "Futa hilo jambo lako, lakini pili rudi hapo hapo omba radhi." Sasa kabidi hata sisi tunaanza kumwombea kwake, "Bwana, hamna shida, ataelewa tu, labda hakujua hili jambo." Naeleza hili ili ujue pamoja na mapambano yote tulikuwa tunayoona nje, thamani ya huyo mtu anapoona hata kwamba mwenzangu huyu tunashambuliana naye, hii imevuka mipaka, anamgombeza mtu wake. Sio anamwambia ongeza dozi, anamgombeza mtu wake. Kwamba futa, lakini vile vile aende kwenye ile kurasa aombe radhi. Lakini mfano wa pili, kuna mwenzetu mwingine tena kwenye upande wetu alienda kwenye TV. Kaongea mambo mengi sana. Siku hiyo tukakutana na mzee akaweka utaratibu mtu asiende kumuongelea wala kupiga kampeni bila ruhusa yake. Kwa sababu kuna mengine anaongelewa sio ya kwake. Kwa nini? Mtu huyo alizidisha mashambulizi na akasema kabisa hii imevuka mipaka. Yeye aliamini kwenye kushindana kwa hoja
na aliamini kabisa katika kutofautiana kimawazo, lakini hakuamini kwamba uchaguzi ule ndio uwe sababu ya kuondoleana utu kabisa, watu wamalizane uchaguzi wasisalimiane, na kwamba tuwe tayari kuliko mtu ashindwe tuwe tayari kwa chama kivunjike. Haikuwa hivyo. Na mimi nasema baada ya uchaguzi ule tumekaa naye muda ule, tumejifunza mambo mengi sana kupitia kwa Mheshimiwa Mbowe. Tofauti na dunia inavyochukulia huko kwamba bwana Mbowe kafanya hivi, hapana. Mpaka tunakaribia kufanya uchaguzi wa mwisho, panatokea rapsha za vijana Bavicha, palitokea rapsha ya Bawacha. Msimamo wa Mheshimiwa Mbowe tunaufahamu, ambao tulikuwa upande wake. Ilikuwa ni kukemea, kuzuia na kufoka pale ambapo anaona chama kinaenda kutoa dosari. Mpaka tukamwambia muda mwingine, mzee, muda wako wa kampeni, tunakaa kwenye vikao vya kampeni, Mbowe hayupo, yupo Mlimani City na mkutano. Tuko kwenye vikao vya kampeni, yuko mkutano, yuko makao makuu na kina katibu mkuu wanaandaa ratiba mikutano, tumpate. Siku moja mimi nikamwambia, mzee, uko busy sana na maandalizi ya mkutano mkuu, sidhani kama timu ya upinzani ya pili wenzetu wako hivyo. Wewe asubuhi mchana huku tuna kampeni, kwa nini tusifocus kwetu? Akisema sasa chama ndio hicho, mimi bado iko mkononi mwangu, namwachia nani hizo shughuli? Moja ni lazima, pamoja na mambo yetu, watu wakienda Mlimani City dunia ijue Chadema ni nini. Nataka watu wakiingia Chadema wakute imependeza pale Mlimani City, itifaki imepangwa vizuri, utaratibu uko vizuri. Mimi kiwa hivyo ndo nakuwa proud kwamba chama changu kimeonekana, visibility. Kwa mimi sasa lazima nihakikishe kama ni mapambo yameenda, pamepangwa vizuri, kuanzia ukumbi huu alikuwa anatumia hapa baadhi ya mabaraza. Mtu huyo alikuwa anafanya hivyo, anajijima hata muda wake yeye wa kupambana kwenye vita zake na kukaa kupanga vita, au kwa maana kampeni zake dhidi ya wapinzani wake. Muda mwingi alitumia kwenye kutengeneza hiyo branding ya chama kama alivyosema. Na mimi nikawa namtania, mzee bana, wewe ukumbi unavyopamba sana, unaacha kampeni zako, angalia sijakaa unaandaa send off yako. Tukawa tunacheka tutaniana. Sema hapo tele ambaye, lakini chama kitakuwa kimefanikiwa. Watu wanataniana vizuri kwa upendo. Sasa mtu mwenye mtazamo huo na mwenye haiba hiyo hakuwahi kuwa katika upande wa kwamba chama kivunjike ili mmoja apate na nikikosa bana chama chenyewe kisiwepo. Lakini si hilo. Niwape experience ya tarehe 21. Ambao mimi nimefika pale pamoja na kuwa mwenyekiti wa kampeni. Fika pale Mheshimiwa Mbowe, sikuongea naye, lakini aliniteua kuwa msimamizi wa kura zake. Tunaenda pale mbele pale, tunahesabu zile kura. Lema analeta ujanja pale, na mimi nikatumia ujanja za kwangu na zijaza hivi kumtisha. Lakini kila mtu akawa ana uhakika na ushindi wake. Yeye anazikandamiza kwamba ziko nyingi na mimi nazijaza, lakini tunataniana. Hii ngoma ikoje? Sasa kumbe waliokuwa kwenye TV kuna tabia walikuwa wanahesabu kwa YouTube zile kula mtu anapopewa wanahesabu. Kwa hiyo walikuwa nakaribia mwisho, watu wachache wakawashajua nani kashinda nani kashindwa. Kwa hiyo nimegeuka, nimekuta karibuni watu timu yetu wote wametoka, wako VIP. Nimerudi pale tayari tushajua kwamba Mheshimiwa Lema kura zake ni nyingi, kwa maana kura za Lissu. Tumerudi na kwa minajili ile kwamba chama kwanza kwa mazingira haya. Tumerudi pale, tumeambiwa tusubiri matokeo yatotoka rasmi. Nikaanza kuona wengine washajua, mnaona wanashangilia, wanaongea. Nikaona sababu ya kubaki ukumbini, nitoke nende kumwambia mwenyekiti wangu kwamba bwana matokeo yako 1 2 3. Kwa hiyo nilimkuta VIP na watu wengi sana, na wakumbuka kwa majina. Wengi wakiwa wanalia, na waliokuwa wanalia pale kwa sababu walikuwa ni hasira. Wengine walikuwa wanajiapiza siku ile tutafute chama tuame. Wengine wanajiapiza kujiuzuru nafasi zao. Nilipoingia mwenyekiti mkuta yuko calm, ni mtu pekee ambaye alikuwa pale ananiambia mnalia nini? Jambo la kawaida, kuna shida gani? Kwa hiyo nikajua hapa aliko vizuri. Kwa hiyo akaniuza mimi tu official result, nikamtajia. Nilipomtajia akaniambia what next? Nikamwambia what next, kwanza watu wa pembeni wa kwetu wakapumzike. Lakini wewe una jukumu moja. Jukumu pekee nilomkumbusha, tuliahidi dunia kwamba ukishinda Lissu atakukumbatia, na Lissu akishinda na wewe utamkumbatia, tusiondoke bila tukio hilo. Akauliza sasa itakuwa muda gani? Sasa uko nje
matokeo yametajwa kwamba nafasi ya wenyekiti, makamu bara hazina shida, lakini nafasi ya makamu Zanzibar inarudiwa. Sasa mwenyekiti anasema kwa kuwa hapa hatuna tena ratiba na mimi nahitaji kwenda kupumzika na familia inampigia, je, itachukua muda gani kufanya hilo tukio la kumpongeza Mheshimiwa Lissu? Ikaonekana uchaguzi ukirudiwa wa Zanzibar inaweza kachukua kama saa 5 au 6 kutoka ile saa 12 mpaka saa 6 saa 7. Sasa tunafanyeje? Mimi natamani hiyo tukio litokee, tupate hiyo picha ya kwamba chama kiko fresh, tusije tukaondoka tukamwambia tumekimbia na tumekasirika. Kwa hiyo tukaanza kufanya reconciliation ndogo, lakini Mungu mkubwa akaja makamu mwenyekiti wa Zanzibar. Yeye akasema pamoja na matokeo yanarudiwa, lakini anajua akirudia inawezekana asishinde kwa sababu upande mwingine wanaonekana kura zao nyingi zaidi kwenye matokeo ya mengine. Mimi nikamshauri kama ni hivyo basi mtaarifu katibu mkuu umejiondoa. Tukiamini kujiondoa kwake kutarahisisha mchakato wa kurudi kuja kushukuru. Ni kweli yule bwana muungwana akajiondoa akasema hivyo. Tukamtafuta katibu mkuu tukamwambia bwana hana mpango wa kurudi. Lakini bado Mheshimiwa Mnyika akasema kwa minajili msajili yuko ndani ukumbini, tusishie tu kusema kwamba huyu amejiondoa huyu mshindi. Tufanye mchakato wa kiuchaguzi. Sijui kama mnakumbuka mlikuwa mle ndani. Kwa hiyo Mheshimiwa Mnyika akatulazimisha tushike karatasi, tupige kura ya ndio na Mheshimiwa Mnyika na Mheshimiwa Salum Mwalimu wakatusomea majina kwa haraka sana ya wajumbe wote ili kila mtu atimize hilo jambo la kikatiba la kwenda kupiga kura yake mle ndani ili sionekane tumegushi ushindi. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, jambo hilo kwa kama la saa moja pakiwa bado mapema, mwenyekiti bado tuko kumbini, tukatoka. Mwenyekiti akaenda akashukuru. Lakini kabla ya kushukuru kuna jambo lilitokea la kihistoria ambalo mimi nilikuwa mle ndani nililiona. Tukiwa VIP, yani niko na pamoja mwenyekiti matokeo rasmi VIP. Pale kuna ukumbi nyuma, kuna kama seble, alafu kuna chumba cha ndani. Sasa timu iliyoshinda, yani sisi tu hawajui tuko wapi. Kwa timu iliyoshinda ilikuja sebleni. Lakini sisi tuko VIP ndani room kama chumbani. Mimi nikawa nasikia kama pembeni uko sauti kama ya Heche, sauti kama ya Lissu. Wanapongezana, lakini sisi tuko chumbani. Sasa sisi tushajua tumeshindwa na wenzetu washajua wameshinda. Hawakuwa wengi, walikuwa kama 8 9 wako pale VIP sebleni. Mimi nikamwambia mwenyekiti na sensi kama kuna watu wanaongea hapo nje ya mlango wetu ambao ni sebleni VIP. Kwa mimi nikafungua ule mlango nikamkuta ni Mheshimiwa Lissu na wasaidizi wake wakina Jumbe na watu gani. Nikamwambia Mheshimiwa Lissu, Mheshimiwa Mbowe yuko ndani. Natamani mngesalimiana na kupongezana alafu tukubaliane kwa pamoja. Kwa hiyo wala Mheshimiwa Lissu hakuwa na yana, akaja akaingia kwenye kile chumba na Mheshimiwa Mbowe alikwemo, wakasalimiana wakakumbatiana. Na Mheshimiwa Lissu alisema neno moja tu, mwenyekiti wewe ni mwenyekiti wangu wa maisha pamoja na mambo mengine yote. Na akasema mimi leo sio mshindi, wewe ndio umefanya demokrasia onekane imeshinda. Na neno la pili kubwa alimwambia demokrasia itakukumbuka. Unaweza kufikiri jambo dogo la leo, lakini mpaka utakapokufa vizazi na vizazi vitakukumbuka kwa demokrasia ulioifanya leo. Basi wengine mliowakabidi watupishe, wakati naye Mheshimiwa Lissu akatoa what next. Nikamwambia Mheshimiwa hapa tuna tukio dogo tu la Mheshimiwa Mbowe kule pakisha katibu mkuu akishamaliza tukio lake la uchaguzi. Mheshimiwa Mbowe lazima arudi ukumbini aongee, na kabla ya mambo yote tulivyokuwa tunaongea kwamba ataenda atampongeza, akisema hilo kwangu sio shida. Kwa hiyo by the time tunaongea tu Mheshimiwa Mbowe asha tweet kukubali matokeo na kumpongeza Mheshimiwa Lissu. Kwa tukasema hiyo awamu ya kwanza, lakini awamu ya pili ndio kwenda ukumbini mbele ya wajumbe kumaliza ile tukio. Nadhani tuliliona lote kwa kufanikisha. Kwa hiyo sisi ambao tulikuwa ni vijana wa Mheshimiwa Mbowe tunajua dhamira yake, roho yake, akili zake dhidi ya chama hiki, fikra zake dhidi ya chama hiki. Mazingira yoyote mabaya, mimi narudia tena, mazingira yoyote mabaya ya kujeruhi, kuiua Chadema tulikuwa nayo Januari. Pande zote mbili tulivuka mtihani ule na tukakubaliana kwamba chama kwanza kuliko mambo mengine ya kwetu binafsi. Na Mheshimiwa Mbowe
alituambia pale ukumbini kwamba pamoja na mambo yote najua uchaguzi kuna watu wamejeruhiwa. Na hilo bahati mbaya sana wapotoshaji wanafikiri Mheshimiwa Mbowe anajizungumzia yeye. Hapana. Mheshimiwa Mbowe anazungumzia hata hawa watu wetu walikuwa watupigia kampeni. Kuna watu wamewajeruhi, waombe radhi, na kuna watu upande wa pili pia nao walikuwa wanapiga kampeni. Kuna watu wamewajeruhi, waombe radhi. Kama mtu amemsingizia mtu kwamba wewe umefanya jambo fulani, uchaguzi umeisha, apate uungwana wa kusema jamani, hili kwa uchaguzi tu, mimi neno hili nilitamka kwa sababu rekodi zile za wao kwenye kampeni zipo. Kuna baadhi ya watu wengine ni vijana waliambiwa wanatoa rushwa, kwa hiyo wasafishwe bwana, jamani, kwa uchaguzi sikuona anatoa rushwa, ilibidi tu ni muwai. Huo uungwana huo ufanyike pande zote mbili, kwa maana ile truth and reconciliation. Kwa hiyo mheshimiwa alivyosema hivyo, chama pamoja na mambo yote, uongozi mpya unaingia ufanye jambo hilo, hakumaanisha yeye aombe radhi. Alimaanisha pande zote mbili pale walipomkanyaga mwenzie, kila mtu aombe radhi kiungwana, na kila mtu aliyetoa tuhuma zidi ya mwenzie aseme tuhuma hii haikuwa ya kweli, nilisema kwa sababu ya nini? Uchaguzi kwa pande zote mbili. Sasa nimelizungumza kwa sababu gani? Najenga foundation ili tujue mtu anelalamika leo ameanzia kulalamika jambo gani na ni kwa sababu gani. Hatua ya kwanza chama hiki ni Mheshimiwa Lissu kutuita kwenye kikao cha retreat. Retreat kwa Kiswahili ni kikao cha kuchanana makavu. Mnajifungia pale, panakuwa mna itifaki ya mwenyekiti wala ni wote mnakaa kule. Anayewaendesha mnakuwa ni mgeni, aidha mnamuita padri, shehe au askofu, au mna mtu mnamjua anawaita nyinyi pamoja wote. Mnaambiana madonda yenu, huyu alinifanyia hivi, huyu alinifanyia hivi, ili kuponyeshana. Tulifanya Bagamoyo kikao cha namna hiyo. Nakumbuka kilikuwa cha emotion sana. Na baadhi mpaka wajumbe wengine walishindwa katika kujieleza, wakawa wanalia kutokana na kila mtu maumivu alikuwa anapitia zidi ya mwenzie. Sasa kikao kile cha retreat mimi nilikuwepo. Moja mazungumzo mengi baada ya kujulikana mengi ambayo tumepitia kama chama, ilikuwa ni kwamba hatuwezi kumaliza kumbe mambo haya kwa jinsi tulivyoumizana kwa siku moja au siku mbili. Patahitaji mwenyekiti Lissu anahitimisha anasema hii itahitaji muda, lakini vile vile patahitaji na timu zingine za kutusaidia kutibu. Chama kiliunda kamati ya wazee ipo, ambayo kamati ile ilikuwa inaenda, yani mpaka leo tunavyoongea kuna kamati inashuka na mambo yaliyotokea Januari na Desemba ili asijitokeze, na ili kuhakikisha mambo tofauti ndogo ndogo zinafanyaje, zinaisha. Ilikuwa ni zao la kile kikao cha kuambiana ukweli cha Bagamoyo cha kujifungia ndani, ili chama kikitoka kiwe ni chama kimoja. Na hatua ya pili ni Mheshimiwa Lissu mwenyewe kumfuata mtu mmoja mmoja na kuongea naye kwa confidence kwamba jamani, hiki chama bila nyinyi sio chama. Mimi ni mwenyekiti, lakini nyinyi wajumbe wa kamati kuu na wahitaji kwa mjumbe mmoja mmoja, kila mtu na wakati wake. Hata mimi niliitwa nikaongea naye. Nadhani baadaye kuna picha zilipigwa, tuko sehemu na yeye tukiwa Bagamoyo tunaongea. Alikuwa akikaa hivi faraga, anakuita njoo, anakuuliza unawaza nini, unategemea nini, sehemu gani unahisi ni shida, unamwambia. Kwa tukakubaliana kwamba this time kuna mambo mengine yatatibiwa. Na ndio maana narudia tena kusema kuna kamati ya wazee ambao najua ishamuoji Mheshimiwa mwenyekiti kabla hajapata kesi yake, lakini vile vile najua kuna kamati ambao ishaenda kumuoji Mheshimiwa Mbowe, hiyo ya wazee, ambao lengo lao moja tu ni kwamba bwana hakuna kitu ambacho hawezi kusameheana pande zote mbili. Kila pande kama kuna tatizo iseme, na tatizo hili siku mwisho mbaki na chama kimoja. Kwa hiyo ni muhimu kuonesha kwa stage ya kwanza ya uchaguzi wenyewe dhamira ya uchaguzi, matendo yetu kwenye uchaguzi jinsi yalivyotusolidify na kutufanya tuonekane nje tumeiva zaidi na kukomaa, lakini vile vile ni namna ya kutibu hata hayo watu wanaita ni matatizo na vitu gani. Sasa kufupisha tu, sasa hivi wamekuja watu wanatuhuma kwamba watu wa Mbowe wanabaguliwa. Mbowe anatukanwa.
mko 8 na wenzenu yule ana mtu mmoja kwenye vitu wenye vitu wa kanda, unawezaje kutengeneza mazingira kwamba ndani inawezekana kuna mtu mmoja ananyanyaswa na kubaguliwa peke yake? Maana mtu huyo, maana tunamnyanyasa sisi ambao tuko wengi basi. Lakini pili sisi wote tulikuwa timu, tunasema ni waanga. Ni kweli pana mjumbe mmoja anaweza kaonewa miongoni mwetu sisi wenzie, tena ikiwemo mimi ambaye niko front kabisa kielele, nikaona huyu anaonewa tukanyamaza? Kwenye kikao gani? Kwenye jambo gani? Kwa hiyo Tuma haina mashiko. Kuna watoto sisi tulikuwa tunapambana kwenye kampeni kwa mitusi yote ile na mambo yote yalikuwa yanaendelea kwenye mitandao na dunia nzima. Tulikuwa tunajulikana hawa ni watu wa Mbowe na hatuwezi kumkimbia Mbowe. Kuna watoto tuliwatafuta hata kutweet tu, weka picha ya Mbowe kwenye mtandao, anakuambia hawezi, anaogopa. Ila leo ana courage ya kuita press na kutangaza kwamba yeye ni mtu wa Mbowe leo. Sisi wakati wa kampeni tunamhitaji na sisi tuonekana wengi mitandaoni. Tunataka picha tu, weka bango la Mbowe, tuonekana na sisi tupo. Anakuambia leo ana courage ya kuita press kwamba mimi naama, mimi ni mtu wa Mbowe, sisi watu wa Mbowe, sisi watu wa Mbowe. Neno Mbowe linatumika vibaya sana. Lakini tatu, Timbowe. Timbowe ni ipi? Mimi najua watu wapo, of course, na wajua ambao sasa hivi washaamua kuchukua hatua nyingine. Siwezi kuwakataa kwamba hatakuwa nao. Lakini tunao watu walikuwa wanakesha, wana riski maisha, wametukanwa na kudhalilishwa kwenye kampeni zile, ambao sasa hivi wako upande wa Chadema. Lakini wale ambao wengine ukiniuliza huyu bwana kwenye kampeni yenu mlikuwa naye, kuna mtu amekuja siku moja tu, leo ndo kiongozi wa Timbowe. Kuna mtu hata Mlimani City hajawahi kukanyaga, leo ni kiongozi wa Timbowe. Na matumizi mabaya ya Timbowe. Matumizi mabaya. Yaani wewe unataka kujiliza, wajitafutia tu sababu kwamba ulie kwa kusema ni kitu fulani. Tuma hizo hazina mashiko. Mmoja amesema atolewa kwenye grupu la WhatsApp. Dada yangu mmoja nampenda sana. Mimi nilichukua initiative na nitawaambia hata kuanzia hiyo G55 ambao sisi tuliamini wale wengi ni watu wa Mbowe, hatukubaki kimya tutuangalie pembeni, tungekuwa ni wanafiki. Hakuna mtu ambaye tujaongea naye na kumwambia kipi wafanye na kipi ni hatari na kipi wanachezea mustakabali wao wa kisiasa. Tuanze na dada yangu ambaye sema wametolewa kwenye grupu la WhatsApp. Siku ya kwanza mistake nyingi sana amefanya ambazo kwa vyovyote vile chama chote cha siasa, na sio unatolewa unafukuzwa wanachama. Watu wanasema kwa mambo unayofanya na maana unapeleka sehemu nyingine, na sisi kuna hatua tunachukua za muhimu. Kwa hiyo tunakuomba utupishe, lakini baada ya siku 3 tukirudi tutaongea na wewe, tutakurejesha tu. Kila mtu ameona mle, watu wote. Hamna mtu ambaye tu kwa mani peke yake ndio atolewe. Kwa nini mimi ndo mwenyekiti wa kampeni ambayo sijatolewa? Lakini kwa bahati mbaya umetuma vitenge vya Chauma kwenye grupu. Sample za vitenge vya Chauma. Ulikuwa unatuma sehemu, umekosea, umetuma kwenye grupu la WhatsApp. Watu wamehamaki mle. Alafu watu wamuuliza vipi, naye anauliza jamani kwani vipi? Hiki nini? Nimeleta muone huko ndo vitu vinavyotumwa huko pembeni. Watu wakammezea. Hamna mtu alimtoa. Kimya. Siku ya kwanza. Siku ya 3 hii chokochoko ya msajili imetoka tu. Yeye ndo mtu wa kwanza kutani kachukua message ambazo zinasema mtu fulani na fulani kuanzia leo, yani kabla hata watu wengine hawajajua wala hata chama akijapata barua. Unatoa message za WhatsApp unaziforward kwenye grupu la kamati kuu. Hata iko kwa grupu la harusi wanakuacha. Wewe unasema bwana harusi atakufa. Hata harusi yenyewe haijafungwa. Na watu wakufanya vile kwa nia mbaya, tupishe tu mambo mengine. Mimi nikijua ni mtu wetu tulikuwa naye na namheshimu, nampenda sana. Alivotuma ile sample ya vitenge kwa bahati mbaya nilimpigia. Kaambia bwana,
Sio kaacha mume kwa ajili ya boyfriend. Ukamwacha mmeo na nyumba ukaenda kwa boyfriend ukakutana kaka kwao na babake na mama yake. Utasema bora ningebaki na matatizo ya mume wangu yale yale kwenye mji wangu. Unamaanisha nini? Nikamuelezea. Sasa mtu wa namna hiyo hawezi kusema kwamba kuna timu au kuna kikundi hapa ndani ya Chadema kazi yake ni moja tu, kuondoa watu kwenye WhatsApp watu amboe. Si kweli. Si kweli. Ni vizuri pamoja na mambo mengine yote, ni siasa ipo, lakini vile vile na Mungu yupo, tuseme ukweli. Na jambo lingine,